Hujambo mtazamaji, karibu kwenye jarida la Uvoro, taarifa zako za kuaminika zenye kina na msisimko. Ikiwa ni Ijumaa tarehe 4 mwezi wa Aprili mwaka 2025, na mimi Nyambura Kamau nikikuletea matukio yanayoendelea nchini. Tuende moja kwa moja kwenye vidokezo. Ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya yaingia siku ya 4 hii leo. Waziri wa awali Justin Muturi ajitetea kufuatia madai ya rais. Ajali iliyosababisha vifo vya watu 7 wa familia moja yafanyika Mai Mahiu. Karibu mtazamaji. Ziara ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya iliingia siku ya 4 hii leo, huku akitembelea kaunti za Tharaka Nithi na Embu. Rais alianza siku yake katika eneo bunge la Mbeere Kusini katika kaunti ya Embu, ambako alikagua mradi wa maji wa Kiambere. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu William Shilisa. Wimbi la maendeleo lilienea katika kaunti za Embu na Tharaka Nithi katika siku ya 4 ya ziara ya Rais Ruto katika eneo la Mlima Kenya, huku rais akizindua miradi mikubwa inayolenga kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wananchi. Ziara yake ilianza katika eneo bunge la Mbeere Kusini, kaunti ya Embu, ambapo alizindua mradi wa usambazaji wa maji wa bwawa la Kamburu unaolenga kupeleka maji safi kwa wakazi zaidi ya 80,000 na kuongeza uzalishaji wa chakula. Katika kaunti ya Tharaka Nithi, rais alifungua rasmi jengo la masomo la chuo kikuu cha Tharaka na kukagua soko la Gatunga lenye thamani ya shilingi milioni 60 linalotarajiwa kusaidia wafanyabiashara zaidi ya 200 na kuweka jiwe la msingi kwa mradi wa makazi nafuu. Kuhitimisha ziara yake, rais alitua tena katika kaunti ya Embu, ambapo alikagua maendeleo ya soko jipya la Runyenjes na jiji la Embu. Pia rais alizindua mradi wa kuunganisha wa umeme wa Last Mile. Nikiripotia Uvoro TV Business, William Shilisia. Huku haya yakijiri, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemsuta Rais William Ruto kwa kile alichokidai kama wasaliti mahasla aliyoahidi kuwalinda wakati wa kampeni zake. Alizungumza haya alipozuru maeneo ya Kangemi na Gikomba jijini Nairobi, ambapo kaunti ya Nairobi inapania kuondoa wakazi ikidai ni sehemu ya mtu Nairobi. Kalonzo amedai kuwa tangazo hilo la serikali ya kaunti ni njama ya kunyakua ardhi kwa kisingizio kuwa ni ardhi ya nyumba za bei nafuu. Urgently kwa mahakama. Bwana Ruto hawezi kujiita hasla alafu anaumiza mahasla. Hiyo ni uongo, si uongo? Wanasema wangapi wanasema Ruto hawezi kuwa hasla? Haelewi. Yeye angeelewa hii shida iko hapa, angekubali kweli watu waje wacheze. Na mimi namwambia Governor Sakaja vile vile haje hapa angalie kama anataka chagua rais. Ya mwisho niulize hivi, mumemalizana na Kasongo? Mumemalizana na Ruto? Siku chache baada ya Rais William Ruto kusema kwamba aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi hakuwa mkamilifu katika wadhifa wake, sasa waziri huyo wa awali amejitetea kuhusu madai hayo, akisema kwamba rekodi aliyoiacha akiwa mwanasheria mkuu inapingana na madai ya rais. Mwanahabari wetu Alex Munene anaeleza mengi kuhusu habari hii. Waziri wa awali wa huduma za umma Justin Muturi amejitetea kuhusu rekodi yake aliyoiacha akiwa mwanasheria mkuu. Kulingana na Muturi, rekodi yake inapingana na madai kwamba hakuwa mkamilifu katika wadhifa wake. Kauli hii inakuja siku chache baada ya Rais William Ruto kusema kwamba Muturi hakuwa mkamilifu na alipokuwa katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu wa zamani alisema kwamba moja ya mafanikio makubwa aliyofanya ilikuwa kuhakikisha ofisi ya sheria ya serikali inakuwa huru, akitimiza ahadi walioitoa kwa Wakenya wakati wa kampeni. Muturi aliyekuwa akizungumza katika kituo kimoja cha habari hii leo alisema kuwa kauli ya rais ilikuwa nia ya kumtenganisha
wa kuzuia suala la kupotea kwa watu na mauaji kinyume na sheria. Nikiripotia Uvoro TV, langu jina Munene Jiro. Katibu mteule katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano, Stephen Isaboke, amehojiwa hii leo na kamati ya bunge kuhusu habari na mawasiliano, ambapo ameutetea uhuru wa wanahabari, akisema kuwa uhuru huo umelindwa kikatiba na serikali haina budi kuheshimu uhuru huo. Mwanahabari wetu Nyakio Ndwiga ana maelezo zaidi. Stephen Isaboke aliyeteuliwa kuwa katibu katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano amehojiwa hii leo na kamati ya bunge kuhusu habari na mawasiliano. Katika kauli yake, Isaboke ameutetea uhuru wa wanahabari, akisema kuwa uhuru huo umelindwa kikatiba na serikali haina budi ila kuheshimu uhuru huo. Aidha, amewashauri wanahabari kutumia uhuru wao kwa njia inayofaa, bali si kwa uchochezi na kueneza habari nyingine zisizofaa. Pia amewataka wanahabari kuwajibika katika kazi yao. Katika umiliki wa mali, Isaboke amefichua kuwa anamiliki mali ya thamani ya shilingi milioni 680. The rights, basic rights, so access to information, media freedom, and also free expression are actually guaranteed in the Constitution. Those are among the protected clauses in the Constitution. No one can touch them. And the way it was framed is that, in fact, if there's any intervention, it's actually around safeguarding national interests, security, and all that. So just from the onset, Honorable Bensouda, my approach will actually be, first of all, refer to the Constitution, refer to the law, and ensure that that law and Constitution is actually being respected by both the government agencies and the media operators. Number two, where there could be issues operational, my approach will actually be engagement, so that if they are free, they should say what they want, but there is also freedom with accountability. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina langu ni Nyakio Ndwiga. Unaendelea kutazama jarida la Uvoro, ambapo tunakuletea habari za hivi punde kutoka pembe mbalimbali za nchi. Kabla hatujaendelea na taarifa yetu nyingine ya kipekee, twende mapumzikoni.